AY ameweka historia baada ya nyimbo zake mbili kupokelewa rasmi Grammy Awards kwa ajili ya kuingia kwenye mchakato wa uteuzi wa kuwania tuzo hizo kubwa zaidi duniani katika muziki. Nyimbo mbili za AY ambazo zimepokelewa Grammy ni track ya Simoni, AY akiwa amemshirikisha Harmonize. Wimbo mwingine wa AY ni Wanganeka, AY akiwa amemshirikisha Kanjiba. So ngoma hizo zimepokelewa Grammy. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, AY ameeleza kwa furaha kwa kile ambacho kimemtokea. Ameandika ujumbe huu kwa Kiingereza, mimi nitakutafsiria kwa lugha ya Kiswahili. AY ameandika, rasmi Grammy imeidhinisha nyimbo zangu mbili kuzingatiwa kwa ajili ya uteuzi wa kuwania tuzo hii kubwa sana, sio tu kwangu mimi na Harmonize, bali Bongo Flava na tasnia nzima. Projekti hizi hazina watayarishaji au wasanii wa kimataifa, bali ni Bongo Flava halisi na nchi za jirani. AY aliendelea kwa kuwashukuru wadau mbalimbali akiwemo Tashi Stam kwa msaada wa kuwasilisha kazi hizo, lakini pia Iglo_Entertainment kwa mchango mkubwa unaolenga kukuza tasnia ya muziki wa Afrika Mashariki. Amesisitiza kuwa hatua hii si ushindi binafsi, bali ni mafanikio ya muziki wa Bongo Flava na Afrika kwa ujumla. AY aliendelea kwa kusema, sasa ni maombi na sapoti zenu tukiingia kwenye nominations rasmi. Ni ushindi kwa wote. For now, a win is a win, kwamba ushindi ni ushindi. Ameweka hapa emoji za medali. Hivyo ndivyo ambavyo ameandika AY. Nini kinafuata baada ya nyimbo kupokelewa Grammy? Najua natamani kufahamu. Kupokelewa kwa nyimbo na Recording Academy Grammy ni hatua ya kwanza muhimu. Baada ya hapo, kinachofuata ni kwamba mchakato wa upigaji kura unaanza, na huu mchakato wa upigaji kura unafanywa na wanachama, tunazungumzia Recording Academy. Huanza kupiga kura ili kuchagua watakaowania, nazungumzia nominees. Lakini hatua nyingine ambayo inafuata baada ya hapo, zinatangazwa nominations. Majina ya wasanii walioteuliwa rasmi hutangazwa katika hafla maalum ya Grammy. Kwa bana, hawa ndio ambao watashindania kipengele hichi wanatangazwa. Hatua inayofuata ni hatua ya mwisho kabisa, ambayo ni hatua ya tuzo kupatiwa kwa wale ambao wameshinda. Nazungumzia washindi wa mwisho kabisa utangazwa katika sherehe kuu za utoaji wa tuzo za Grammy. Na hapo tunaonaga wasanii mbalimbali wanavyokuwa na kitete kweli, wengine mpaka wanalia pale ambapo wanapokea tuzo zao. Kwa sasa AY na nyimbo zake zipo kwenye hatua ya consideration for nomination, zinazingatiwa kwa ajili ya uteuzi, ikimaanisha kwamba zitaingia kwenye kura za awali. Iwapo zitapenya, basi zitaingia kwenye orodha rasmi ya walioteuliwa, nazungumzia Grammy nominees. Na ngoma za AY zimepokelewa kwenye kipengele cha Best African Music Performance, na kwenye posti yake nimeona comment za wasanii, wadau wa muziki na watu wengine wengi kweli. Nimemuona hapa Harmonize ameweka emoji ya fire. Nimemuona mtangazaji kutokea Kenya anaitwa Mzazi Willy Tuva ameandika congratulations master. Nimemuona producer Aba ameandika let's go master. Nimemuona hapa msanii Linux Sunday Mjeda ameandika congrats ze, ameweka emoji ya kunyanyua mikono. Nimemuona Chege Chigunda amesema tunapakia. Jo Makini Mwamba Kaskazini ameandika congratulations ze. Mona Lisa mwigizaji mkongo kabisa ameandika hongera sana master. Gentries ameandika kila kitu kitakuwa sawa, hongereni my brothers. Nimemuona hapa Mwaisa Mtumbadi ameandika master. Nimemuona Petty Mani wa kuache ameandika ze, tunamaliza zote. Sogidogianta ameandika emoji ya makofi hapa, amemtagi pia AY. Lakini pia mtangazaji Nelly B Live ameweka emoji ya kunyanyua mikono, ameweka emoji za fire, na watu wengine wengi kweli. Mashabiki wakiwa wamempongeza kweli, wameweka emoji za fire kwake AY. Maoni yako ni yapi? Yaweke hapa kwenye uwanja wa comment.